Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limelaani vikali tukio la kushambuliwa kwa katibu mkuu wake Padri Charles Kitima lililotokea usiku wa Aprili 30 mwaka 2025 katika makao makuu ya TEC Kurasini jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na makamu wa rais wa TEC Askofu Eusebius Nzigilwa, Padri Kitima alipata majeraha makubwa baada ya kuvamiwa na watu wasiojulikana na kwa sasa amelazwa katika hospitali ya Aga Khan akipokea matibabu. Na mnukuu akisema kuwa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania limesikitishwa sana na linalaani tukio hili la kinyama. Tunatoa wito kwa vyombo vya usalama kuwabaini na kuwakamata wote waliohusika na kuhakikisha wanawajibishwa kisheria, amesema Askofu Nzigilwa. Baraza hilo limeeleza kufarijika na usaidizi uliotolewa mara baada ya tukio pamoja na huduma za kitabibu anazoendelea kupokea Padri Kitima. Aidha, limetoa shukrani kwa serikali, taasisi mbalimbali na watu binafsi kwa kuonesha mshikamano na kulaani tukio hilo. Na mnukuu tena akisema kuwa tunashukuru kwa ushirikiano kutoka serikalini na vyombo vyetu vya usalama. Tunashukuru watu wote wanaotuombea na kutupatia pole, amesema askofu huyo. TEC pia imehimiza uwazi na uharaka katika mchakato wa uchunguzi ili kurejesha amani ya wananchi kwa vyombo vya usalama na haki nchini. Aidha, waamini na watu wenye mapenzi mema wanaoombwa kuendelea kumwombea Padri Kitima pamoja na kuliombea taifa amani na mshikamano. Na mnukuu tena akisema kuwa tunaomba subira na uvumilivu kwa wote wakati wa uchunguzi ukiendelea. Katika Kristo mfufuka tunaamini haki itatendeka, amehitimisha askofu huyo. Itakumbukwa kwamba mapema siku ya leo hii jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam lilitoa taarifa kuwa linamshikilia mtu mmoja kwa tuhuma za kuhusika katika shambulio dhidi ya Padri Charles Kitima ambaye ni katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC aliyejeruhiwa kichwani na kitu butu akiwa katika eneo la maliwato ya kantini ya TEC katika eneo la Kurasini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo, ambapo anasema tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Mei 1 majira ya saa 4:15, muda mfupi baada ya Padri Kitima kuhitimisha kikao cha viongozi wa dini kilichofanyika tangu saa 3 asubuhi hadi majira ya saa 1 jioni, ambapo Padri Kitima alikimbizwa hospitali ya Aga Khan ambapo anaendelea kupatiwa matibabu na hali yake inaelezwa kuwa inaendelea vizuri, ambapo jeshi la polisi limeeleza kuwa linamshikilia Raul Mahabi ambaye kwa majina mengine anatambulika kama Haraja, mkazi wa Kurasini, kwa mahojiano kuhusiana na tukio hilo, na linafanya uchunguzi wa kina wa chanzo cha tukio hili na kuwachukulia hatua kali na za haraka wote waliohusika. Awali, baadhi ya mashuhuda na waumini wa kanisa hilo waliokuwepo kwenye mgawa mmoja ndani ya viunga vya TEC Kurasini walieleza kuwa Padri Kitima alikuwa kwenye mazungumzo na baadhi ya watu, alinyanyuka na kuelekea msalani, na ghafla kwa dakika chache walitokea watu waliomshambulia kwa sekunde chache na kisha kuondoka, na baadaye ndipo Padri Kitima alipoonekana akiomba msaada akiwa anavuja damu katika sehemu mbalimbali za mwili wake. Mara baada ya shambulio hilo, Padri Kitima amepatiwa matibabu ya awali kwenye kituo kidogo cha afya cha TEC kilichopo katika eneo hilo, ambapo Padri Kitima, kando ya utumishi wake na nafasi aliyonayo ndani ya kanisa, amejipatia umaarufu mkubwa nchini Tanzania kwa miaka hivi karibuni kwa namna ambavyo amekuwa mkosoaji mkubwa wa mienendo isiyofaa kwenye jamii na akiwa mstari wa mbele katika kuhubiri utawala wa sheria na haki za binadamu pamoja na demokrasia. Bwana, watu wengi sana wameweza kunyanyuka kutokana na swala hili. Wamesema tumeshuhudia wakiuawa watu, tumeshuhudia watu wakitekwa, lakini kitendo cha kufika mpaka kuanza kuwadhuru watu ambao wanahusika na masuala ya kidini inakuwa ni tumevuka mipaka. Lazima tabia hizi ziweze kukemewa. Ndio maana tumeona viongozi wa kidini wamekemea, viongozi wa kisiasa wamekemea, bila kusahau watu wa asasi mbalimbali nao wameweza kukemea, wakionyesha kwamba hawaungani ama hawaungi mkono masuala haya ambayo yanakuwa yakiendelea. Bwana, hii ni Mbayu TV, nikusihi
Kama bado haujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia utufuate pale Instagram, tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Tufollow huko kwa ajili ya kushare vitu vingi zaidi.